yakonie nteto inkai ambao kichwa chake ruteto ramoro toyo unasema yuriwa life utoro is both physical ni kawaida and spiritual. Na kikirundu. Si kama tuko sawa? Kikirundu ndio hiyo. Okay, Bwana asifiwe sana. Amen. Kama watu wangeweza kuelewa vizuri anto bake ya kumenya bwega ya kwamba maisha tu sio hali ya kiasili ati uturo tu te kawaida ki ama physical, kana wethire mambo tu yale yanaonekana, mantu yara tu ya kuonwa, wajue kuna ulimwengu mkubwa ambao hauonekani na macho haya. Bamenye kwina nthiguru ingi inene itionekana na medho ya wa kiroho, nthiguru ya kirundu, na huo ndio ulimwengu unatawala. Na hiyo ndio nthiguru ira ya dhana hii hali ya asili ya dha uturo wa kawaida. Tungetafuta kujielimisha zaidi no katukiuria kuimenyethia muno na kuelewa ulimwengu huo unafanya kazi namna gani, na kwenda kumenya nthiguru ewe ritango giatia. Nilikuwa pale katika shule na waelezea rangu kara uchukura ndabwirira ya kwamba unaweza kuta mtu amesoma mpaka ni profesa, no time mtu na dhomina ni profesa, lakini mambo ya kiroho yende mante ya kirundu haelewi hata kidogo. Atekuelewa kinyaka nini ya amesoma kabisa na dhomi buru, lakini mambo ya spiritual yende mante ya kirundu hakuna kitu anajua. Utebio akumenya. Na hiyo ni hatari kubwa sana. Na buni untubo wati nene muno. Kwa sababu mambo mengi yanayodhuru mwanadamu nontumantu ya maingira ya dhuru mwanadamu hayatokani na ulimwengu wa asili. Yatiuma na nthiguru ya kawaida. Yanatokana na ulimwengu wa rohoni. Yauma na kena nthiguru ya kirundu. Na ndiposa watu wanaweza kuteseka miaka mingi na ibyo antu baombeke kuthangika miaka kama hawajui kushughulikia mambo ya kiroho. Bakaidra batiku kumenyera manto ya kiroho. And that is why hata mambo ya kanisa na ibyo ntukinya manto ya kanisa haifai tu kuwa mambo ya dini na kawaida. Yatibati kwethera tu ya manto ya dini na wethire. Yanafaa mambo ya kujua yabati kwethera ya manto ya kumenya ya kwamba ulimwengu wa kiroho ate nthiguru ya kiroho unafanya kazi namna gani, eritango giatia, na ni jinsi gani tunaweza kubadilisha mambo mahali pale. Na nate tombe kia kuchinja manto antu au. Ukiangalia katika kitabu cha Wafalme wa Pili, akwaile ndene yukuria anene yeyele. 2 Kings chapter 2 verse 19. Anene yeyele mustari yo 19 linaongea juu ya mtumishi wa Mungu Elisha. Ile ari manto ya dhumbe ya Mungu Elisha. 2 Kings 2:19 nasema, the men of the city say to Elisha, iliwa antubai tora baraera Elisha, look our Lord, haile mwadhani wetu, this town is well situated as you can see, etora rere antu otauroko, but the water is bad hende roe iroroe, and the land is unproductive. Na etora rere teomba kuritaboega. Ukisoma New King James Version, akudhoma New King James Version, anasema ya kwamba akauatere, the men of the city say to Elisha, antubai tora reu baraera Elisha, please notice menyabo, the situation of this city is present, hali ya etorare ne akuwererwa, as my Lord sees, otaura mwadhani wokwa, but the water is bad hende roe rotebui, and the ground is barren. Na kinya muthetu yoteritabwea. So hawa wazee wa muji akuru baba etora walienda kwa mtumishi wa Mungu Elisha, baiterekire ndomba ya Mungu Elisha, wakamwambia mtumishi wa Mungu, bamwira ndomba ya Mungu, ukiangalia na macho muji wetu akwaile na medho etora rietu, unaonekana uko sawa, ni kuonekana ere mjea, unaonekana unapendeza, niko kuonekana kwa kuwererwa, lakini hende tunazaa mapooza, itochiara biuno, na kuna utasa, na kwena udhata, na kuna kifo, na kwena kinyage kuo katika mji wetu. Dene ya etora rietu. Hawa wazee wa mji walikuwa wanamwambia Elisha, akoro baba etora baira Elisha, ukiangalia in the physical tunaonekana hatuna shida, but spiritually kuna shida kubwa. Kuna watu wengi
maisha yao, jamii zao, miji yao, biashara zao, watoto wao. Ukiangalia na macho ya mwili unaona ni sawa, but unafuata maisha unakuta kuna vifo visivyo vya kawaida, unakuta kuna utasa usio wa kawaida, unakuta watu hawaendelei hata kama wamesoma, hata wakiweka bidii hakuna kitu cha kuonyesha. Hiyo ni ishara ya kusema katika ulimwengu wa rohoni kuna jambo lililo na shida. Na ninaamini ya kwamba kuna watu wangeenda bali katika maisha haya, kuna jamii zingeinuliwa, lakini kwa sababu walidharau mambo ya kiroho wanatatizika na wanashindwa kuendelea. So ukiona kongamano kama hili limekuja hapa, mtu wa kawaida anaweza kuuliza mnafanya nini? Ni kazi ambayo hamuna, lakini ajui ya kwamba tuko katika hii hema tushughulikie mambo hayajashughulikiwa katika vizazi vingine. Tuondoe marango yaliyozuilia wengi kufika katika hatima zao. Hawajui ya kwamba hii wiki moja iko na uwezo wa kubadilisha mambo yaliyofanyika miaka 100 na kukawa na mabadiliko kuanzia wiki hii. Praise the name of the living God. Mtu aliye na hekima ya kiroho anajua kongamano kama hili ambalo limekuwa likiombewa na bado sasa watu wanaomba, sio bure. Tunashughulikia mambo ya kiroho ambayo yanaweza kuwa kizuizi kikubwa kwa maisha ya watu wengi. Wazee wa mji wakamwambia Elisha, our city is present. Wasichana wetu ni wazuri lakini hawaolewi, na wakiolewa ndoa hazisimami. Vijana wetu wamesoma na wako na bidii lakini hawapati kazi, na yule anapata kazi anaipoteza baada ya muda mfupi. Tuko na bidii ya huduma lakini kuna viwango hatupiti. Tuko na mashujaa lakini wanazaa mapooza, hawaendi bali. Hii sio mambo tu ya kawaida, haya sio tu mambo ya asili. Kuna shida ya kiroho ambayo ikitatuliwa maisha ya wengi itainuliwa. Praise the name of the living God. Amen. That is why we are here. We are here because life is both physical and spiritual. Na mtu yote ambaye anataka tu kudili na maisha in the physical atajipata amegonga mwamba, na akute kuna viwango hawezi kupita. Lakini mtu ambaye anajua kushughulikia maisha yake kiroho, watu wanaojua kushughulikia mji wao kiroho, watu wanaojua kushughulikia kaunti yao kiroho, hawatazuiliwa. Huu mkutano umeleta mwanzo mpya. Kuna watu mahali hawangeingia wataingia katika jina la Yesu. Kuna marango lazima yaanguke yaliyozuilia watu hata kwa vizazi vingi. Wiki hii kuna kazi kubwa itakayofanyika katika ulimwengu
ulimwengu wa rohoni. Praise the name of the living God. Hallelujah. Wengi watasoga mbele kwa wepesi. Mambo yaliyokuwa hayangeweza kufanyika yatafanyika kwa wepesi, kwa sababu kuna neema itawachiliwa, na tunapoomba kuna mambo mazito ambayo tutayashughulikia. Tumpigie Bwana Yesu makofi.